Kwa ina maana yale maneno aliyoandika pale yana ukweli. Yana uongo vipi? Mtu mpaka anataka kuandika na anajua kuandika, yule kama mjomba wake kwenye kuandika. Mimi mama kama kuandika siwezi. Sina muda kuandika. Mimi naandika mambo yote naandika hayo jamani, unapata wapi muda kuandika mtu kama anajua kuandika? Polisi vinazidi. Wewe uliona ule haraka aliharibia mtoto. Wewe umeona ule haraka mtoto anaandika kama mjomba wake. Mjomba kweli ni mama. Ya kulipi. Anko. Ila kuna namna watu wamesema ndoa haikuwa na haja ya binti yako afunge ndoa. Angefunga nini? Angebaki tu kawaida. Angefunga pingu au? Wanasema haikuwa na haja yani yeye kufunga ndoa. Ndio amefunga na ndio ishavunjika. Ndio mimi nimwambia sibadilisha, sababu alinifuata na kubadilisha dini. Nikamwambia usibadili, mtoto mapenzi huyu ajui unakuja pupa. Tuko kwenye usiku wa Mvuje na hapa tulipo bwana ni Chanika. Imagine kutoka Dar es Salaam unazungumzia mjini katikati Magomeni Kinondoni. Tumetoka kule tumekuja Chanika kufuata usiku wa Mvuje. Mama kwenu kwanza. We mama umetuchosha. Nashukuru sana. Kwa nini usiku wa Mvuje tumekuja kufanyia mbali hivi? Tunaenda wilaya hadi wilaya. Kwa hiyo tulianza karibu, sasa hivi tuko huku mbali kwa ajili ya wote wapate burudani. Watu wa Chanika nao pia wanastahili kupata burudani. Sio mpata nyewe peke yenu. Kwa hiyo jamani, kila siku waone kwenye TV Mvuje. Kigamboni. Hivi tumekuja Chanika. Tumekuja huku Chanika. Tulianzia Temeke. Temeke. Tukaja Mbagala, Kigamboni, sasa hivi Chanika. Tabata bado, wasubiri Tabata, zamani watafika. Tabata wala Bata. Tulifanya na Sinza? Fanya na Sinza. Sinza tukufanya. Tumetoka Temeke tu, tukaenda Mbagala. Tukaruka huku Kigamboni. Kwa hapa leo tuko hapa Chanika. Maana umwaka wote lazima tuzungushe siku. Jamani, hii inaitwa Mvuje Tour. Nikitoka hapa naingia mikoani. Waswahili. Tunatafuta pesa. Hata tunatafuta pesa au kuna namna watu tunaambia bwana Mvuje lazima uwepo popote pale. Yani ndio maana yake ndio hiyo. Yani ndio maana yake ndio hiyo. Hii ni dawa. Na Mvuje lazima tafutwa na Mvuje uwepo na watu pia to fly to enjoy, life is short. Au Mvuje unaleta hela. Kila kitu. Everything. Kumbe kuna namna Mvuje unaleta hela. Unaingiza si haba. Inabidi nikuvue moja. Unataka uvae? Ndio. Nitakupa Mvuje moja. Nikuvue moja ile sije kikawaka. Kinawakaje sasa? Kwamba tayari ile wage. Haichelewi hiyo. Mambo haya eleweki hayo. Kama kawaida, niambie shoga. Yote tu yaongee. Usiku wa Mvuje ndo leo na tunafanya ifanyavyo. Tuzungumze hili lililotokea jamani. Unalijua sangapi? Watu wameongea huko mtandaoni. Kuhusu nini? Maneno mengi. Kuhusu nini? Maana si wa kukubali mwanae abadili dini. Na maana yangu kwani mimi sio kubwa dawa? Usiniambie. Nililijua mimi kwanza. Nililiona na mimi mwenyewe nilikuwa naomba yule mtu asome. Umenielewa? Yeye mwenyewe kuhalakia maisha life ndo yale. Yakatokea. My life shajua ile kuhalakia ndo yale mkuta yale. Mimi nilimwambia asome. Mapenzi atushitana sisi mama zake ataweza mtu mdogo. Kaa kwenye ndoa na ukaachika miaka 15 na umetoka. Ataweza alozaliwa juzi ndo awe namkuta. Ila watu wamesema. Wasema nini? Kama sio ina maana alikuwa naona si bwana tu asingekubali mwanae akawa. Sasa nikata wewe unajua tukiwa siku hizo akishamwalao. Wataka niweke simu ya panya nife? Na shoga yangu sio sumu ya panya tu. Yaani wewe ungenyongwa usiku. Kaka. Kaenda kule Lauso. Ndio karudi kule pua nyeusi. Kwa ina maana yale maneno aliyoandika pale yana ukweli. Yana uongo vipi? Mtu mpaka anataka kuandika na anajua kuandika, yule kama mjomba wake kwenye kuandika. Mimi mama kama kuandika siwezi. Sina muda kuandika. Mimi naandika mambo yote naandika hayo jamani, unapata wapi muda kuandika mtu kama anajua kuandika? Polisi vinazidi. Wewe uliona ule haraka aliharibia mtoto. Wewe umeona ule haraka mtoto anaandika kama mjomba wake. Mjomba kweli ni mama. Ya kulipi. Anko. Ila kuna namna watu wamesema ndoa haikuwa na haja ya binti yako afunge ndoa. Angefunga nini? Angebaki tu kawaida. Angefunga pingu au? Wanasema haikuwa na haja yani yeye kufunga ndoa. Ndio amefunga na ndio ishavunjika. Ndio mimi nimwambia sibadilisha, sababu alinifuata na kubadilisha dini. Nikamwambia usibadili, mtoto mapenzi huyu ajui unakuja pupa. Sasa angalia mtu Muhammad angemwangalia aje? Hebu niambie. Na dini ushabadilisha, ushamkimbia Muhammad, ushamkana. Na leo ushamkimbia na Mungu wake Mtume Muhammad. Kuda dadeki.
Angefanyaje sasa hizi? Sijui sasa Bora hapa hivi tu hapa anakaa kwenye mswala anaomba zake dua, inshallah atapata kunipe huyo wa Kiislamu. Atampata inshallah. Lakini walipendana. Bwana mpaka kupostiana. Hapo mimi sijajua. Ila mimi ninavyoona mwanaume bado ana mapenzi. Unajua hajafuta picha hata moja. Anampenda si mtu wake. Penzi bado lipo. Kuwepo penzi sio rahisi. Naona kama mimi mtu namuona sasa nyumbani. Mwezi huyu yuko nyumbani. Yuko pale anakula samaki kwenye friji. Kwenye friji. Ugali wa jumuiya. Ugali anakula kama kawaida. Ugali tupende sana. Mimi ugali sipendi sana. Mimi napenda ubwabwa. Ubwabwa mimi nataka kunywa chai asubuhi, mchana, jioni sijai kuchoka. Chakula cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anagonga ubwabwa wangu hatari. Naelewa. Hajafikiria kwa yule mtu. Nahisi watakuwa wameachana kabisa. Karudi na taraka ama imekwaje? Mambo hayo tu tena zina taraka ndoa gani sisi? Ndio zile za serikali hazinaga taraka. Mambo haya zimefungiwa serikalini na zile mjumbe anavunja. Serikali kwa mjumbe sasa serikali au anamdharau mjumbe? Sijajua lakini zile ndoa bwana mimi ninavyojua kama umeona serikalini zinaga mambo mengi. Kiislamu ndio ukikana mke wa mtu unapata dhambi. Lakini ile pale simple like that. Haina mambo mengi. Wanavunja chapu. Wanasemaje wanasema hivi. Kama binti yako ndoa imemshinda hakukuwa na umuhimu wa kurudi nyumbani na wala kutangaza mitandaoni kama vile. Mimi nyusi kaamka mwenyewe. Kaamka nazo. Mimi niko chumbani kwangu na unaliposti hilo. Ungeongea naye. Unaanzia hapo watu wa siku hizi napata huo muda. Mimi niko busy kutangaza mvuje. Unaona mambo yameenda na wiki ya mvuje hii. Ungewambia Naji mafuta. Sasa hata mafuta simshasoma na nyinyi mshaona. Ila mimi ndo screenshot wa kwanza. Wewe ndio shughuli sana. Mimi ndo nilikuwa kwanza na screenshot chap kwa haraka. Yaani imepostiwa na dakika 5 tu mishwa. Umewahi. Sababu nilikuwa ninaogopa. Unashangaa dakika 2 shafutwa. Mambo yanaeleweki haya. Mimi nitapata wapi ushahidi wa kusoma ule waraka wote? Lazima niipate hiyo. Kwa hiyo yeye labda aliguswa. Nimeongea naye. Nini anasema sababu ya yeye kushindwa kukaa kwenye ndoa? Hajanielezea bado kwa kina. Kwa sababu niko busy. Acha kwanza nimalize mvuje. Nikimaliza mvuje tutakaa tuongee Peleka beach. Upepo unakovuma. Aone bahari kwanza kidogo. Maji ya bahari yale. Labda Krita Mkasa atanielezea chanzo nini. Unamruhusu ingia kidogo uoge. Aoge kwanza maji ya beach yanatoa pele vipele nuksi zote. Kwa hiyo kaa hapo. Unakupiga upepo nieleze. Chooni mieno. Chooni mieno. Nyumbani kwangu na mwezi. Nimekupokea tu lakini haikupaswa nikupokea. Koni. Baba mkuu kanipigia sana, kapiga miss call za kutosha. Wewe usiniambie. Kapiga miss call nyingi sijaongea naye. Mimi siniko busy kwa mvuje, kwa tumalize mvuje kwanza. Kumbe bado anapiga. Ndio maana basi bado hajafuta hata zile picha. Huyo baba mkwe? Hajafuta kumbe? Hajafuta. Basi siyajui, inawezekana. Au baba mkwe bado anamtaka japokuwa mwanamke kaona amenishinda. Inawezekana, huwezi jua amemkuta yapi. Ila niliyajua ndoa ngumu nyie, acheni masiala. Sikingia mama anacheka mama anuia. Yaani ndio unaweza kumkana mtu asubuhi hujamfanya chochote. Kanuna. Na una cha kufanya? Ndio chai. Anakuangalia. Anakushusha. Anakushusha kubariki. Wewe si nimekupikia chai na mayai. Umekaanga mayai kama nataka kuchemsha. Sasa unaweza kuageuza mayai ya kuchemsha. Yakaa kukaanga. Au kaanga kama kuchemsha. Kwa hiyo mnaangalia tu. Akicheka na wewe. Utaweza yeye mtoto mdogo, mimi mwenyewe mamake vitanishinda. Ataweza yeye. Ila kwa sasa hivi ndugu zangu nikiolewa. Naomba Mwenyezi Mungu ndoa idumu. Allahumma amin, Allahumma amin. Kwa kweli, yani mniombee dua nyinyi, msitaombea tena dua. Mimi ninakuombea. Mimi mama yangu na wewe tena. Mimi naye damu. Unajua kabisa mimi nataka ukiingia kwenye ndoa sasa hivi mimi nikija kucheza na uhakika najua hii ndio ya mwisho. Hata kuzika huo utamzika mmoja wako. Amina rabbil alamin. Lakini wanasema hivi, yule mwanaume anaweza akawa king'anga kama Dula Makabila anavyomng'ang'ania na Niliu Zailisa kila siku. Labda ndio watu warefu ng'ang'ani wago. Kwani kuna siri gani ya utwiga na kung'ang'aniwa? Kuna watu warefu. Inawezekana. Inawezekana. Anataka kufuta picha. Hataki. Leo asubuhi. Bado labda anampenda mwenzake. Sijui nitawaita wote niwasikize vizuri. Ikitokea labda anataka kurudiana na mkewe. Uko tayari kumrudisha mkewe? Sasa niko tumini nimrudishe kama mimi ndo ninomtafutia. Namuuliza yeye mwenyewe unataka? Kama hataki basi wewe vipi? Kwa mlazimishi. Inahusu nini sasa? Anachoamua yeye. Mambo siku hizi hamna kulazimisha. Mimi mwenyewe silazimishi hapa na utuzima wangu wote. Utamlazimisha. Na mtaka ndio babangu atamtaka tu. Na baba huyu nimempenda. Kwa hiyo atamkubali. Atajua yeye baba atanielewa. Baba sasa kashanielewa lakini. Sawa. Kuna kitu ambacho mimi nimejivunia kutokea kwako. Nakumbuka kwenye akaunti zako napita sana. Mara mwisho nikapita kwenye akaunti ya Maimartha akampostigi babangu mpya. Maimartha naye mbea. Alianzia wapi? Maimartha alisema penzi jipya la Amina Vikoba au si hakika. Maimartha ni mbea. Sema tu ni mamangu sina jinsi.
Ndio hivyo. Alimposti Instagram. Ana balaa yule mama. Afu shoga yangu lakini anasalitigi. Anakusaliti. Afai yule. Subiri kwanza. Tunena jambo kwenye hilo. Hilo penzi siwezi kulizungumzia kwa sababu halijakuwa rasmi. Okay. Ya siwezi kuzungumzia zinaamini mtu wa Kiislamu. Ikiwa rasmi nitamzungumzia mume wangu. Mashaallah, mashaallah. Na pengine jambo linakuja siku sinyi. Unanijua nyota yangu kwa hiyo mwenye nyota ndio apiga kelele. Sawa, mimi nikutoe huko, nataka tumzungumzie kidogo Dula Makabila. Kuna namna Dula nataka miguu, nataka kuacho, mimi nataka ile miguu. Kuna namna mkorogo umemkubali alafu usoni miguuni umekataa. Hasa miguu ile ya kwake. Mungu ndo alomkabidhi. Umeelewa? Labda akapaka kote chini kumekataa. Anafanyaje? Subiri kwanza. Tuwe wa kweli. Kipindi Dula anakuwa alikuwa kijana wa aina gani? Maana ile miguu inaonekana ina makovu sana. Dula ni mtundu. Mimi pia ni mtundu. Tulikutana sisi watoto wa matundu hawa wawili. Na ndio maana wote tulikuwa watundu vibaya mno. Si unanielewa? Kwa hiyo yule ni hali ya utundu ile kuruka ukuta kufanyaje yani tulii. Ndio maana makovu yale. Na ndio wanangu saizi walivyokuwa. Wa kiume au wa kiume. Tundu wao yani ukija nyumbani kwako balaa. Yani kama sijui umefuga panya. Sema ndio kiukweli ndio watoto wangu. Nawapenda lakini watundu mno. Wamelisi kwa ankoli na kwangu. Na mama nikiuza mama utundu wao wamenifikia sema hawaja kufikia hata kidogo. Basi nilikuwa balaa mama, pole mamangu. Nampa pole. Kuna namna unampa pole. Ananiambia hawaja kufikia hata robo. Sawa. Nataka tumzungumzie Dula. Ule waraka ule usoma? Nimesoma vizuri tu nisoma. Mwanzo mpaka mwisho. Nimesoma. Umejitahidi kwanza kwenye hilo kwenye swala kusoma. Nilisoma mara 3. Nikasoma mara ya kwanza, nikanywa maji nikashushia. Nikatulia kidogo. Nikasoma tena. Yaani inabidi uweze kwa kituo, uweze kusoma kwa moja ili umalize. Utachanganyikiwa. Yaani navuruga. Kuna namna haja move on kabisa. Ila akikaza Zailisa. Anampenda na mapenzi ni upofu. Tuwa kweli. Anampenda. Nahisi kuna mapenzi au anataka tu kumtumia Zailisa kama kiki yake kwa ajili ya kwenda mjini. Anampenda yule, acha masiala, tuache mambo kiki. Anampenda. Okay. Anampenda. Sana. Tena sana. Lakini mbona kila siku tunatangaziwa wanawake wapya? Hata wanawake 10 au 30. Unajua mwanaume akishampenda mtu anampenda huyu, ndo wanaume wenzetu walivyoumbwa. Ila atachezea tu wengi. Akimwona mwingine pembeni atamtamani, atataka amchezea, atataka hivi, lakini aliyempenda ni huyu mmoja. Ila yule ni mke wa mtu, siwezi kumzungumzia sana. Ni mke wa mtu, ila yeye atajuta kutoa mahaba yote kwa yule mtoto, amemvuruga. Hapo atajuta kumvuruga mtu. Kamvuruga. Kiukweli niongee tu, kamvuruga. Lakini anachokifanya ni kuna namna kama anaharibu ndoa ya watu. Sababu kama huja move on, fikisha tu moyoni mwako, usiposti mitandao. Hapo sijajua unaendeleaje, lakini sio kitu kizuri, lakini ndio hivyo kashafanya. Atafanyaje sasa? Ndio kashafanya. Umeona kumbe na wewe kitu alichokifanya kuna namna kama anaharibu hivi. Atafanyaje sasa? Ndio ishatokea. Kwani ukiwa huja move on ni lazima utangaze kwa watu? Haitaki kutangaza. Kimya, unatoa kimya. Unaendelea kuugua moyoni. Na maisha yako na inawezekana tundika kamba jinyonge. Au wewe yule hakutakiwa kuandika pale. Yaani kabisa yule mtu anajiona kama vile wewe dhaifu yani. Na kwa namna moja au nyingine watu wamemwona dhaifu sana. Ndio, sasa ajali anakaa tu hisia zake. Wanasema na hela pia. Hela nani? Hisia na hela. Kivipi? Yaani anaangalia hisia zake na hela pia. Hela zake hizo kwa nazo Dula? Zai. Anaangalia hisia zake na hela pia. Hapa kuna hisia zangu na hela. Watu sio mimi. Hilo sijalijua. Ila kikweli wakati nilikuwa na Dula alitulia sana. Mashaallah. Hakuwahi kufanya vitu vya ajabu, mimi ndo nilishuhudia. Na ningeviona sasa ningevisema. Sababu sio kwa kitu rohoni. Sina kaba. Kwa hiyo alikuwa yuko vizuri, yuko na adabu, mwenyewe ananiheshimu kila siku. Ila anachojuta sasa hizi kumpa mapenzi ule mtu, upendo umemzidia nguvu. Mahaba yote kamchanganya ndugu yangu. Kitu ambacho mimi nimekipenda bwana ni baada ya kumuona Dula Makabila na Haji Manara wakisalimiana. Ndio wanaume wenzetu walivyo. Sio sisi wanawake. Bonge moja la kitu. Hebu zungumza neno. Sio sisi wanawake. Hapo vijembe ungeviona dada, kuvimbiana, msulimie. Wanaume wenzetu waka, ndio maana sisi tunakuta katika mwanaume na mwanamke, mwanaume akiwa muuni. Si sana. Mwanamke akishakuwa muuni. Ndio yani mbaya. Lakini ile naipenda ile, nimeielewa sana ile. Hata mimi nimependa kwa kweli. Yaani nimependa fu nimeelewa vibaya mno. Okay.
Ndio inavyotakiwa maisha hivyo. Maisha mengine yanaendelea. Yule hayuko na yule kwa sababu naomba nini? Unagombania nini? Kwa sababu wote hatuko nao. Kama ulikuwa mwanzo. Kisa fulani. Huyo fulani mwenyewe basi yuko kwa mwingine bwana Side. Mnagombania nini? Wewe huko shisa nini? Lakini wanawake kwa bado wanagombana hivyo. Hata kama yule mtu hayupo. Hata kama alikuwa amekufa. Shobo. Lakini bifu lingebaki pale. Salamu hakuna. Shobo kama zote. Titi. Tutajua nani zaidi. Tushamzika lakini tunamgombania. Mataarabu kama yote kwenye shule. Unaona shule wanawake kwenye shule wanagombana na taarabu. Mangumi nakwambia. Kwa sababu ya nini namgombania mwanaume? Mwanaume ambaye hayupo. Hata akiwepo yani nini yani mimi nigombania mwanaume? Yani mimi hata kama wewe wachache yani kwa maana wewe huwezi kugombania mwanaume. Kwa sababu gani? Kabisa yani. Hata kama ukimpenda. Nakupenda ndio. Nitakupenda nitakuwa na wewe. Lakini sio nitoke naweza kukugombania. Yaani mpaka umetoka kwangu umeenda kwingine basi. Kama ametoka kwako ameenda kwa mwingine unasema family. Hata mwingine, anakuja mwingine. Akitoka Mluguru anakuja Mwarabu. Yaani Mungu akwambia wewe mfukuza Mluguru kwa Mwarabu. Wewe umemng'ang'ania Mpogolo. Umemng'ang'ania Mpogolo huyu ndio wewe unatekesha. Utapata hapo tu wenye singa. Umeona? Kwa Mungu akikutolea huyu anakutetea huyu. Kwa hiyo wewe mshukuru Mungu kwa kila jambo. Sema alhamdulillah. Sema Dula atapata wake. Sawa sawa. Atampata wake. Sawa sawa. Nena neno moja kwa mtoto wako lakini pia kwa Dula Makabila. Unamwambiaje? Dula astahimili. Astahimili. Na mwanangu asiende kwa miemko. Makila kilala kiamka anaandika, kilala kiamka anaandika. Tu anaandika mpaka nimeogopa. Waraka mwingine. Nimeogopa. Rudiana na mpenzi wangu. Nitamtumia kwenye story zangu, anaandika story. Nitamtumia story zangu utashuti. Nitaweka Story TV. Tamthilia zangu zinakuja Story TV, kwa hiyo yule atatumika kwenye kuandika story. Anafaa kumchukua sijui kama mtu ana kipaji cha kuandika story. Anajua. Maelezo marefu. Nilipokuwa ndani nilivyotoka sasa hivi unaona utakuwa unie. Yaani kaeka divina. Wallahi lazima mimi siwezi kama mama yake. Niache bwana wewe. Siwezi. Zungumza kuhusu usiku wa Mbuje. Usiku wa Mbuje ni usiku ambao watu ambao washawahi kufika wanaojua. Jamani kuna Siwa TV. Kuna Siwa TV, kuna hapo Siwa TV iko Instagram, iko YouTube. Uende kule ukasubscribe. Ndio hiyo. Rudia tena. Ukasubscribe Siwa TV. Umeelewa Alafu uende TikTok Siwa TV. Instagram Siwa TV. Usahau ile unabonyeza notification bell. Wapi? Huko kwenye kusubscribe. Unabonyezaje? Notification bell. Notification. Kuna wewe English yako ngumu. Malizia na hilo. Tuondoke. Bwana si wewe mshamsikia alivyoongea? Mimi sio Siwa baba. Hiyo. Zungumzia hiyo, malizia tuondoke. Wenzeni pale kwenye video shoti hapa, comment pale, like, share. Siwa TV kila sehemu. Basi waambie usisahau Mbona ndugu zangu mnashika kutangazia TV yangu? Mbona kama vile waambie usisahau kubonyeza ile alama ya kengele ile. Alama ndio hiyo expression. Alama. Irudie. Wewe. Irudie. Bwana ni achana dictionary. Hapa dictionary sina. Irudie. Ndio hiyo. Hiyo alosema huyu ile alama kengele bonyeza. Kuna namna umeizungumza, kuna namna nataka. Wewe unatekesha nitaiwezea ile. Mimi niseme asante mama. Nawapenda familia yangu jamani.